Mungu alimuumba mwanaume And therefore God created a man kuwa kichwa. to be the head. Na anapokufanya kuwa kichwa, And when he makes you to be the maana head, yake kiongozi. it means the leader. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Lakini shetani But Satan ameharibu kile ambacho Mungu anafanya. has destroyed the plans of God. Unapokuwa mwanamke, When you become a woman ukipata mwanaume and you find a man ambaye hana uongozi, that doesn't have leadership, huyu mwanamke anakuwa kwenye shida. this woman becomes is Kwa in sababu trouble. Mungu alivyomuumba Because mwanaume, the way God created man alimpa kuwa kiongozi, made him to be a leader, alafu mwanamke and a woman ni msaidizi. to be a helper. Msaidizi A helper ni yule ambaye anasaidia. is the one who helps. Nimeanzisha jambo, I have begun something. nisaidie. Please help me. Sio unaanzisha. Not you beginning it. Hivyo ndivyo Mungu aliumba That is how mwanaume. God created a man. Mwanaume anaanza A kwanza, man begins first, alafu mwanamke and then anamsaidia. a woman comes to help. Lakini shida ambayo tuko But nayo the leo, problem we have today, wanaume wengi, so many men, asilimia karibu 25, about 25%, tumeanza kupoteza we have begun losing wanaume ambao men Mungu aliyowaumba. that God created. Kwa sababu kama ukiwa Because mwanaume if you are a man, hauko pale kutegemea mwanamke, you are not there to after woman or to be. lazima uanzishe jambo, You have to begin something. hata kama ni dogo.